Ndugu zangu mwenye mmekuja katika eneo hili la Mengo la Sapoti, nashukuru kwa kuwa mmekuja, labda tuelewane na tusungumzane na tuone vile katika jamii yetu ya Mlima Kenya tunaweza kutembea pamoja. Ujumbe huu ninapoongea hapa unachukuliwa na hao jamaa wangu nimetembea nao, wanausambaza katika eneo lote la umma la taifa letu la Kenya, ili fahamishe watu wanatoka eneo hili, mwanadamu yote kutoka eneo hii ama yote anaamua kukuja kwa nazizi katika eneo la Mlima Kenya, kuwa sisi tunataka tukae pamoja kama watu wamoja, ili tufanye mambo yetu ya kijamii katika umoja, kwa sababu kila mmoja wetu katika maisha haya yenye anaishi kama kiumbe kilio na uhai, tuna jukumu ya Mwenyezi Mungu ya kulinda sehemu hii ya ardhi yetu ya Mlima Kenya katika mazingira yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Sehemu hii ya ardhi hii ni Edeni yetu, na akano Mwenyezi Mungu alifanya akano na babu wetu wa kwanza kuwa ardhi hii anapotupea sisi, tutahifadhi mazingira haya katika rutuba nzuri ya kuweza kubadilia uhai wa viumbe vinakuja nyuma yetu vikapate katika mazingira mazuri. Hiyo ni jukumu tuko naye kila mmoja wetu, na hii hitaji la Mwenyezi Mungu, akana Mwenyezi Mungu na babu wetu wa kwanza, tuwezi kuitimiza kama tutakuwa ni watu wa kukaa pamoja, wa kusemezana, wa kuwa na maelewano. Lazima tukae pamoja. Nataka nifahamishe viongozi wetu, nyinyi mmetuacha eneo hili limekuwa yatima. Kwa miaka hii yote umeenda katika serikali hii, uchumi wa eneo hili umezoroteka. Kuanzia uchumi wa eneo hili Jomo Kenyatta vile aliwaja, si vile sasa huko. Nataka nifahamisha rais wa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, kuwa sehemu hii ama umma watu wa sehemu hii ya Mlima Kenya si atu wanakujukia, si atu wanakupenda, bali viongozi wetu wenye wanakaa nao katika kule State House ndio wanafanya sisi tunakuwa na jukizo juu ya serikali yako, kwa sababu hawaleti pendo lako, hawaleti lile pendo la papa kwetu. Hawezi kutumotivate, they are not motivating us in any way to give us a reason why we need to love your government, why we need to vote you for a second time. Viongozi hawa kama wangekuwa kama watu wetu, wanakuja tunakaa nao, tunakunywa kahawa nao, wanakuja tunakunywa chai nao, wanakuja tunaongea kama a brother to a brother, as a brother to a sister, kama familia, ingekuwa ni vyema. Viongozi hao wetu wanaonekananga kati yenye tumeviwa, na wakikuja katika mashishi wanakuja na shilingi 100, shilingi 200, wanaoleta mfurukano katika vikundi, katika mashishi. Wanachukua vijana wenye wanakaa tu idol, wenye hawana lolote, wanaenda kuwatungisha line, wanapea pesa, na hata wanawaje sherehe mashishi tunakaa katika hali yenye taruki. Hiyo sio pendo kutoka kwa rais wetu. Najua rais wewe ni mcha Mungu, bia wataka utimize ahadi ya Mwenyezi Mungu kulingana na taifa hili, utimize viumbe vilio katika taifa hili vike katika mazingira mzuri, kwa sababu kwako Edeni ni Kenya, kwangu mimi Muhonge Edeni ni hii magharibi mwa Kenya. Nazungumza kama katibu mkuu wa fukufuku la kuleta eneo hili la Mlima Kenya pamoja. Chairman wangu akikuwa Bishop Olumasai, Vice Chairman wangu akikuwa David Elulu, na Secretary wangu akikuwa Julius Kivas. Sisi sote tuko na majukumu kupeleka ujumbe huu. Nataka nifahamishe rais wa taifa la Kenya, kulingana na takrimu za hesabu za Jamhuri ya Taifa la Kenya, kuanzia mwaka wa kwanza Kenya kikuwa taifa, sisi imesemekana tuko wa pili katika nchi hii. Upili wetu, kama viongozi wetu wangekuwa nafanya kazi sawa, ingekuwa inaonekana kwa serikali yako, sisi tungekuwa wa pili. Kwa serikali ya cabinet yako, appointment za serikali tungekuwa wa pili. Katika jeshi, recruitment ya wanajeshi wanalinda mipaka yetu tungekuwa wa pili. Katika wafanyakazi wa serikali, Public Service Commission tungekuwa wa pili. Katika mambo ya Teacher Service Commission tungekuwa wa pili. Miundo misingi ya barabara kwetu ingekuwa sawa.
tungekuwa na mchi mkubwa katika eneo hili. Kakamega yetu ingekuwa mchi bia in a state status. Miundo msingi ya barabara, elimu ya watoto wetu, tungekuwa na uwezo wa kupandisha watoto wetu mandeke tukiwapeleka katika nchi za ng'ambo ili wakasome uvundi wa hali ya juu, kuja wakachenge nchi hii, taifa letu la Kenya, iwe ni katika urembo, iwe katika mandhari mazuri. Lakini hayo yote hatufanyi. Hiyo ndio chukizo viongozi wetu wanaleta sehemu hii. Sisi sio watu wanakuja na kasisi katika mashishi. Wametengeza makari ya kupepa maiti, na sisi hawana mpango wa sisi tulio na uhai. Baada ya kukufa kwetu ndio wanakuwa na mpango kusika sisi. Hawana mpango zao kuwa uhai. Lazima viongozi, watu wako walio nakaa karibu State House, uonyeshe pendo lako kwetu. Sisi ndio na uhai. Si wenye wamekufa wanapika kura. Sisi ndio na uhai. Wakuje watulinde, washughulikie mahitaji ya eneo hili. Jomo Kenyatta aliwacha uchumi wa eneo hili ulikuwa juu sana. Hii factory zetu za kutengeneza sukari, Silvania Makretaja wakati wa prime minister wa Britain akakuja akakula ukali wetu huku na mrende yetu na mrere yetu, akakula na sisi na akaiweka shia zake hapo. Hii factory yetu kushaka karatasi ya pandi paper, it was the second largest paper mill in the world. Hii mambo ya Kenya Seed, tulikuwa na mbegu hapa katika eneo la Trans Nzoia. Eneo letu lilikuwa na rotuba, tulikuwa na panda pamba, tulikuwa na kinari katika Busia, tulikuwa na tumbako katika Malikisi, tulikuwa na kitinda ya kutengeneza maziwa, tulikuwa na shivumba ya kutengeneza mambo ya ceramics. Hizi mambo yote hayuko. Watoto wetu wamekaa katika hali ya kuzabaratika. Hatuna mpango. Maeneo kama ya Bonde la Uva wana mpango mkubwa, wanapeleka watoto wa ng'ambo. Saa hizi vinaongea Bonde la Uva limekeza makao kule Australia. Watoto wao wako na makaaji kule Australia. Sisi makaaji yetu kama ni umbali ni Kibera. Hatuna lolote. Ukiangalia mazingira Kibera na mazingira ya utawala eneo hili inafanana. Ndugu zetu wa Somali wako angalia easily na angalia utawala wao kwa sababu ya umoja. Viongozi wao wanapeleka pendo kwa watu wao. Viongozi wetu hawapeleki pendo lako kwetu. Kwa sababu sisi hatuna mwelekeo. Viongozi wetu wametuvalisha vazi la watu hoi, watu lalahoi, watu maskini. Hata tukitembea tukitangamana na Wakenya wenzetu, watatuona kama wafanyakazi. Ndivyo wakati fulani ilifika. Mheshimiwa, nakumbuka Mheshimiwa Kamoto akaita viongozi wetu ni watu wa ukali na watu watchmen. Hii mafazi tunataka tuitoe. Mheshimiwa Rais, kama unatupenda, tupe nafasi ya upili katika serikali yako. Beana nafasi ya upili katika mambo ya Public Service Commission, kwa sababu upili huu hesabu ya watu ni watu waliotimamu, watu wenye afya nzuri, watu wenye wanatekeleza uchumi wa taifa hili, wenye msimamisha serikali yako katika mambo ya kurokota ushuru ama mambo ya kulipa ushuru katika serikali yako. Kwa sababu tunalipa ushuru sisi tulikuwa wapili, tunataka tuone upili huo katika sehemu zote za miundo msingi ya taifa hili na kwenye serikali yako. Uchumbeni nao ndugu zangu, amkeni tuwe pamoja. Tukamilisha ahadi ya Mwenyezi Mungu na babu wetu wa kwanza kuwa sehemu hii tuna jukumu ya kulinda sehemu hii iwe katika rutuba mzuri, iwe katika mazingira mzuri. Mimi kwa majina naitwa Mhonge, na Mungu awe nanyi na mubarikiwe sana. Asante kwa kukuja. Asante.